Mheshimiwa John Heche, Mheshimiwa Naibu Katibu Mkuu Zanzibar Ali Ibrahim, Mheshimiwa Mwenyekiti wa baraza letu la wazee Mama Susan, itifaki imezingatiwa. Ndugu zangu watu wa Mbagala, kwanza nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia jioni hii ya leo kukutana katika mkutano huu. Mkutano mzuri kwangu mimi kwa sababu mkulima anapokwenda kupanda mbegu haendi kupanda magunia, anachukua kwenye kibaba anakwenda kupanda. Wakati wa kuvuna ndio unavuna magunia. Naomba mjipongeze nyinyi ambao mko hapa, naamini mbegu tutakayopanda hapa leo ndio mtakayochukua kwenda kuisambaza kwa jimbo letu hili la Mbagala. Nawapongeza sana, hongereni sana. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu amemaliza kuwaleta mitume katika dunia hii. Sisi Waislamu tunaamini Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ndiyo mtume wetu wa mwisho, na nyinyi Wakristo wengine wanaamini, na ndivyo ilivyo, kwamba Nabii Yesu ndiye nabii na kiongozi kwa dini ya Wakristo. Lakini Mwenyezi Mungu amesema kwamba katika dunia hii atawaleta watu waaminifu, watu ambao ni wema, watu ambao wataongoza jamii yetu. Mwenyezi Mungu katika Tanzania yetu ametuletea Mheshimiwa Tundu Lissu. Naomba tumuunge mkono. Lissu ni zawadi aina ya kipekee kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lissu ni mtu makini. Lissu ni mtu ambaye nyote mnamjua miujiza aliyoipata ya kupigwa risasi 16 na bado yu hai. Hii ni kudura yake Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu amemchagua Lissu kuleta mabadiliko katika nchi hii. Niwaombe sana ndugu zangu, kesho kwa wingi wetu tujitokeze katika mahakama ya Kisutu kwa njia za amani, tuje tumuoneshe upendo kama ule upendo anatuonesha sisi wa Tanzania katika kutetea haki ya nchi hii. Nitume salamu kwa ndugu yangu Samia Suluhu Hassan. Tunatoka pamoja. Ndugu yangu Samia Suluhu Hassan, unayoyafanya Tanganyika hayafai kuwafanyia Watanganyika. Unayoyafanya Tanganyika ni mambo ya aibu kwa sisi wa Zanzibari. Tulikuwa na mzee wetu Hassan Mwinyi. Leo aliyoyafanya Tanganyika, Watanganyika wote wanayakubali, na mpaka amekufa Watanganyika wamehuzunika. Ndugu yangu Samia, nakuomba ujirekebishe mara moja. Umuogope Mwenyezi Mungu. Wewe unaswali sala 5. Haifai kupoteza watoto wa wenzio. Haifai kuteka watoto wa wenzio. Haifai. Haya mambo ni haramu, ni mambo ya kikafiri. Muda ni mchache. Baada ya kusema hayo, na mimi nirudishe maiki kwa msimamizi wetu wa mkutano huu. Naona amenisimamia. Natumai tutaonana siku nyingine. Nawashukuruni sana.